Habari ya muda huu, napenda nijaribu kukupa ufafanuzi juu ya hizi lugha za kutengenezea program, yani programming languages. Nilisema nafundisha language kama C, C++, JavaScript, Java, PHP, pamoja na Python. Kwa lugha rahisi kabisa, hizi lugha zinatumika kutengenezea programu ambayo inaweza ikatatua tatizo ambalo liko kwenye jamii au tatizo ambalo mtu anakuwa nalo. Watu wengi wanaweza wakajiuliza ni jinsi gani programming languages au kompyuta inaweza ikajaribu kutatua tatizo ambalo tunalo kwenye jamii. Naweza nikasema kwamba kwanza tunajaribu kubadilisha ulimwengu ambao ni halisi kwenda kwenye ulimwengu wa kufikirika, yani virtual real life kwenda kwenye virtual life, au real world kwenda kwenye virtual world. Chukulia mfano kwamba kwenye maisha ya kawaida ya uhalisia, tatizo fulani huwa linatatuliwaje? Hiyo namna ambayo tatizo kwenye maisha ya kawaida huwa linatatuliwa, linakonvertiwa kwenda kwenye virtual world. Kwa mfano, katika maisha ya wanafunzi, katika kutatua hesabu zao, huwa wana formula. Kwa mfano, labda kutafuta eneo fulani. Kwa mfano, eneo labda la mraba, ambao ni upande mara upande. Kwa hiyo kwenye programming language, kama mtu ataamua kwa mfano kutumia lugha ya Java, ataandika syntax ya ile Java, atakuja kuweka na zile variables. Kwa mfano, variable ambazo zinaweza zikatumika pale ni upande ambao unaweza ukawa ni W, na upande mwingine ambao ni W, na formula yake eneo ambao ni sawa na upande mara upande. Kwa hiyo anaweza kwa kufuata ile syntax ya lugha aliyoichagua, anaweza calculate eneo la mraba. Hizi lugha nilitaja ziko ni lugha nyingi, lakini sio kazi sana kwa hizi lugha kujifunza, kwa sababu ni tofauti na lugha za kibinadamu ambazo tunazitumia. Kwamba labda kwenye lugha za kibinadamu hizi tunazotumia, labda mpaka uelewe maana ya maneno mbalimbali. Kwenye programming languages ni tofauti. Kinachozingatiwa kwenye programming languages ni syntax, ni muundo, kwamba mpangilio wako katika kutengeneza hicho kitu, je, umefuata kulingana na matakwa ya lugha husika. Basi kama utafuata ule utaratibu, unaweza ukaandika variables zako kwa lugha yako hata ya kiasili, vernacular language, na ukapachika maneno yako tu ambayo ni ya lugha yako, maneno ya Kiswahili, maneno ya kabila lako. Lakini kikubwa tu ni kufuata ule utaratibu wa lugha husika. Kama ni C, kama ni C++, kama ni JavaScript, kama ni Java, kama ni PHP, kama ni Kotlin, kama ni Python. Ukifuata tu ule utaratibu wa lugha ambayo umechagua kuitumia katika kutengeneza programu yako, tayari matokeo utayapata. Lengo la hizi programming languages kwa dunia sasa hivi ambayo zaidi inatawaliwa na AI, ambayo ni artificial intelligence, programming languages ni za lazima sana. Kwa mfano, kwenye akili mnemba ambao tunakuwa nayo siku hizi, kuna lugha mbili ambazo mtu anaweza kuzitumia kutengeneza hizo AI. Kwa mfano, kuna Java pamoja na Python.
Kwa dunia ambayo tunakuwa nayo au tunaenda kuwa nayo, hizi programming languages haziepukiki, kwa maana ya kwamba mtu anaweza akadesign. Kwenye ulimwengu wa AI, focus zaidi ni kutengeneza mashini ambayo inaweza ikafanya kazi kama binadamu. Hiyo mashini ambayo ni hardware, unai-encode, unaiwekea instructions ambazo zimetengenezwa na hizo programming languages. Unaweza ukawa na hardware yako ukaitengeneza, ukaiwekea instructions ambazo ni programming languages, na ikafanya kazi kama ambavyo umependelea wewe mwenyewe. Kwa hiyo nawasisitiza hata mbali na mimi kwamba kufundisha mwanao au kijana wako, mimi ambacho tu ninajaribu kwa msisitizo wa dunia ninavyoiona inavyoenda, najaribu tu kusisitiza kwamba jikite zaidi katika kumwelimisha mtoto wako kwenye somo hili zuri ambalo ni la coding na utengenezaji wa programs. Hili somo litasaidia sana mwanao au kijana wako kuendana na teknolojia inavyoenda. Hii teknolojia ya sasa hivi haiepukiki, na mtu ambaye utampata ambaye unatamani amfundishe kijana wako awe ni tofauti kidogo na material ambayo tumeyazoea. Material yaliyo mengi ambayo tumeyazoea katika mashuleni au ambayo pia yanatupotezea muda sana na kufanya au watoto wetu au mwanafunzi akakosa hata mwelekeo wa hilo somo, ni ile kuwa na material mengi sana. Kwa mfano, mtu anaambiwa unaanza na what is programming, labda importance of programming, languages used in programming. Hizo ni sawa, lakini kuna baadhi ya material ambayo sio ya muhimu sana, ambayo ni kumbebesha kijana wako mzigo ambao hauna maana. Katika programming languages hizi, kwa mfano ukitumia lugha ya C, unaweza ukatumia sentence moja tu, ukaandika mstari moja tu, na matokeo yakatengeneza kitu cha kuonekana. Ukiongelea Java ni mistari mitatu tu, ambayo ikiwekwa tu inavyotakiwa inaweza ikazalisha kitu ambacho mtu anategemea akapata program tumizi ambayo anaweza akaitumia. Kwa hiyo hata watu ambao tunatamani kufundisha watu, tutumieni namna ambayo ni rahisi, namna ambayo hata vijana wetu tutajaribu kuwafundisha kwa kutumia hizi lugha, lakini wazipende hizi lugha, waweze kuziona ni kwenye uhalisia, waweze kuziona ni rahisi zaidi kuliko kuwapa material mengi sana. Vijana wetu tukishawapa huo utangulizi tu wa hizi lugha, vijana ni wabunifu, wanaweza wakafanya mambo makubwa kuliko hata sisi ambao tunatamani kuwafundisha. Kwa hiyo ushauri wangu, wewe mzazi, mlezi wa kijana wako, jitahidi kijana wako kumsisitiza ajifunze sana hili somo la coding. Atumie hizo lugha ambazo nimezisema. Kuna lugha nyingi sana, lakini kama nilivyosema kwamba ujifunzaji wa hizi lugha sio mgumu sana. Kikubwa ni kuelewa syntax ya hizi lugha, sarufi ya hizi lugha. Mtoto wako au wewe mwenyewe kama mzazi, sisi wazazi pia tuko walimu, madaktari, manesi, watu ambao tunauelewa katika haya masuala ya kompyuta. Angalia lugha ambayo kijana wako unaweza ukamshauri kwamba anaweza akajifunza hiyo lugha. Kwa kutumia hiyo lugha atatanua knowledge yake, expand knowledge yake, ambayo hata kwa baadaye ujifunzaji wa lugha zingine utakuwa ni mrahisi zaidi. Nenda tu kwenye Google, tafuta kwa mfano lugha ya C, kuna lugha ya C++, kuna JavaScript,
kuna Java, kuna Python, kuna Kotlin. Hizi lugha ukipitia tu taratibu, ukiangalia tu ile syntax yake na zile requirement zake, kwamba unapotaka kwa mfano kijana wako ajifunze kwa kutumia lugha fulani, hiyo lugha inahitaji kwenye kompyuta yako ambayo anataka aitumie huyo kijana wako kutengeneza program au kujifunza hiyo program, anatakiwa awe ameinstall, ameweka program zipi. Mfano kwenye C kuna program inaitwa CodeBlock. Ukidownload hiyo program ya CodeBlock, ukainstall, ukaifungua, utaanza kuandika kwa kutumia ile syntax ambayo hiyo language ya C utakuwa umejifunza kwamba syntax yake ikoje. Ukija upande wa Java kwa mfano, kwa haraka unaweza ukadownload program inaitwa JDK pamoja na IDE. Hizo program mbili ukishaziweka kwenye kompyuta yako, unaweza ukaanza kutengeneza program. Kikubwa uwe umejifunza syntax au sarufi au muundo wa hiyo language, kwamba unapotaka kutengeneza program yoyote kwenye hiyo language, structure yake inatakiwa iweje. Kwa kufata structure yake, kwa kufata syntax yake, mambo yatakuwa ni marahisi zaidi. Kikubwa kijana wako atakuwa, yani logic hapa kubwa ni kwamba kijana wako anatakiwa kufikiria kwamba kwenye maisha ya kila siku kitu fulani kiuhalisia huwa kinafanyikaje, na hiyo namna ambayo hicho kitu kiuhalisia huwa kinafanyika ndio namna ambayo ataibadilisha aiweke kwenye kompyuta. Kwa leo nilitamani tu nijaribu kuongelea hivyo, kuwasisitiza zaidi, kuwasisitiza vijana wenu wapende somo la coding, wapende somo la kompyuta kwa ujumla, waweze kujifunza mambo mbalimbali. Inawezekana wasifaidike leo au kesho, lakini kwa dunia inavyoenda, miaka ijayo, kizazi chako kitanishukuru kwa ushauri ambao nimekupa. Ni somo ambalo ni la muhimu sana, tunatakiwa kulielewa na kulisisitiza katika jamii yetu, iweze kulipa uzito wa hali ya juu, kwa sababu dunia ndiko inakoenda, na kikubwa katika maisha ni utengenezaji wa vitu ambavyo vinarahisisha kazi au shughuli zetu ambazo tunazifanya katika maisha ya kila siku. Tuko kwenye ulimwengu wa AI, artificial intelligence. Kwa hiyo tujikite zaidi kusisitiza watoto wetu wasome hili somo, na ikitokea kijana wako umejaribu kumwambia kwa lugha nzuri, kumfundisha hizi programming languages kwa ukaribu, kwa upendo, kwa kurahisisha zaidi, unaweza ukajikuta kijana wako ameona hizi programming languages ni vitu ambavyo ni vizuri sana, na anaweza akavifanya katika michezo yake mbalimbali, huku akiwa anajifunza. Anaweza akafanya hata maonyesho madogo hata kwa vijana wenzake, akawavutia, akawa amefanya ubunifu fulani wa namna ya kutengeneza vitu. Nawashukuru sana, asanteni.